tuangalie neno la Mungu ambalo linatuongoza si kwa ajili tu ya wapendwa wetu hawa, ni kwa ajili yetu sisi sote. Kutoka kitabu cha Mwanzo mlango ule wa 24 mstari wa 3 hadi wa 6, baadaye tutaenda mstari wa 51 hadi ule wa 60. Mahali hapo pameandikwa, nami ninakuapisha kwa Bwana Mungu wa mbingu na Mungu wa nchi, kwamba hutamtwalia mwanangu mke katika binti za Wakanaani ambao nakaa kati yao, bali enenda hata nchi yangu na kwa jamaa zangu ukamtwalie mwanangu Isaka mke. Yule mtumishi akamwambia, labda yule mwanamke hatakubali kufuatana nami mpaka nchi hii, je, nimrudishe mwanao mpaka nchi ulikotoka? Abrahamu akamwambia, ujihadhari, usimrudishe mwanangu huko. Ule mstari wa 51 unasema, tazama, huyo Rebeka yuko mbele yako, umchukue ukaende zako awe mke wa mwana wa bwana wako, kama alivyosema Bwana. Ikawa mtumishi wa Bwana aliposikia maneno yao, akainama hata mbele ya Bwana. Kisha yule mtumishi akatoa vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu na mavazi, akampa Rebeka, na vitu vya thamani akampa ndugu na mamaye pia. Wakala wakanywa, yeye na watu waliokuwa pamoja naye, nao wakakaa usiku. Wakaondoka asubuhi, naye akasema, nipe ruhusa niende kwa bwana wangu. Ndugu yake na mama yake wakasema, msichana na akae kwetu kama siku 10 zisipungue, baadaye aende. Naye akawaambia, msinikawilishe, mradi Bwana amefanikisha njia yangu, nipeni ruhusa niende kwa bwana wangu. Wakasema, na tumwite huyu msichana tumuulize mwenyewe. Wakamwita Rebeka wakamuuliza, je, utakwenda na mtu huyu? Akasema, nitakwenda. Ndipo akampeleka Rebeka na ndugu yao na yaya wao na mtumishi wa Ibrahimu na watu wake, wakambarikia Rebeka, wakamwambia, ndugu yetu, uwe wewe mama wa 10,000 mara 1000 nyingi, na wazao wako waurithi mlango wa hao wa kuchukiao. 67. Isaka akamwingiza Rebeka katika hema ya mama yake Sara, akamtwaa Rebeka akawa mkewe, akampenda. Isaka akafarijika kwa ajili ya kufa kwa mama yake. Isaka akafarijika kwa ajili ya kufa kwa mama yake. Isaka akafarijika. Kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Habari hii
mlango huu wa 24 kuna mistari 67, lakini wanaojaribu kuandika vichwa kwenye maandiko ama kupisha habari wameandika kwamba ni habari ya ndoa ya Isaka na Rebeka. Wameiweka hivyo kwamba habari sema usemavyo ni habari inayozungumzia ndoa ya Isaka na Rebeka. Na leo tuko ndani ya ibada hii ambayo mpendwa wetu mchungaji Emmanuel Peter Mahembo na Upendo Anyimike Kibona kwa maneno mengi ama machache ama vile utakavyoona. Mtu mwingine angeliweza kusema Mungu ndiye kitovu cha ndoa, ama angekuwa anasema mwingine anasema kwa ajili ya mtu mwingine kwamba Mungu awe ndiye kitovu cha ndoa yako, awe ndiye kitovu cha ndoa yangu. Yaani Mungu awe ndiye kitovu cha ndoa zetu. Mungu maana Mungu ndiye senta yetu. Ni ndoa ya Isaka na Rebeka, lakini mwingine na mkini angeweza kusema kwamba nguvu ya maombi katika kufikia malengo chanya katika maisha yako, kwamba katika maombi iko nguvu inayoweza ikatusaidia kufikia malengo ya kiufanisi. Kwenye habari hii mtu mwingine yamkini angeliweza kusema usiwe sababu ya maumivu kwa mwenzi wako wa maisha, bali ufanyike faraja kwake. Mungu akiwa ndiye kitovu chetu cha maisha ya ndoa, na ama nguvu ya maombi katika maisha ya ndoa na maisha katika ujumla wake. Lakini pia tunakumbushwa kwamba Mungu atuwezeshe kwamba kila mwanandoa usiwe sababu ya maumivu kwa mwenzi wako wa ndoa, bali ufanyike faraja, nifanyike faraja kwa mwenzi wangu wa ndoa. Maana Rebeka alipofika katika malango ya Isaka, maandiko yanasema akafarijika. Lakini yamkini mwingine angeliweza kusema muondolee upweke mwenzi wako wa ndoa, muondolee upweke. Kama uko upweke wawe wote. Mungu atusaidie kwamba tuwe sehemu ya kufanya watu wasiwe wapweke. Wapendwa watumishi wake Mungu, tumekuwa tunaulizana maswali. Mtumishi wako katika malango yako, malango yangu, ana nafasi gani katika maisha yangu? Na wewe ni shahidi. Kila mwingine watumishi wote, kama ni kijana anahusika na mifugo, ama ni binti anahusika na maisha ya watoto wangu, amekuwa na sehemu katika maisha yangu. Na muda mwingine tu watumishi unasafiri, umemkabidhi nyumba nzima mtumishi ambaye yuko katika malango yako, malango yangu. Katika habari hii tunamwona
mtumishi ambaye yuko katika malango ya Ibrahimu anapewa maelekezo ambayo Ibrahimu anatamani mtoto wake ampate mwenzi wa maisha, na anampa ni wapi anakoweza atampata mwenzi wa maisha. Nimebarikiwa na Ibrahimu na Abraham kwamba amempa dhamana kubwa kijana mtumishi wa ndani, kama ambavyo nasi tumekuwa mashahidi. Unasafiri wiki nzima, umempa binti ama kijana, umemwachia malango. Ni utumishi mwema, ni heshima kubwa. Ibrahimu anampa maelekezo ni wapi atakapoweza atamtwaa mke wa mtoto wake. Anampa maelekezo, anasema hapa nilipo ni maeneo ambayo wanawake ama watu wanaabudu miungu. Ninataka uende maeneo ambayo ni watu wanamwabudu Mungu. Wanamtafuta mwanamke ambaye ni mcha Mungu. Ni jambo la pekee sana na ni jambo la heshima kwamba anamtafuta mtoto wake, anamtafutia mtoto wake ili aende maeneo ambayo atampata mwanamke ambaye ni mcha Mungu. Leo tulipokuwa kwenye ibada ya umoja wa wanawake CCT mkoa wa Dar es Salaam na Pwani pale Magomeni Mviringo, na mtumishi wa Mungu mmoja akasimama akaeleza nafasi ya mwanamke na akasema mwanamke ni fundi, na mwanamke kama ni fundi ni mjenzi, na kama ni mjenzi maana anaweza akashape kitu vile kinavyopatikana. Na huyu baba anapotaka ampate mwanamke ambaye ni mcha Mungu sawa sana maandiko, maanake anamtaka ampate mke ambaye ni mlinzi. Maanake anamtaka mwanamke ambaye taa yake haitazimika usiku. Maanake anamtaka mwanamke ambaye anaucheka wakati ujao. Maanake anamtaka mwanamke ambaye ni mwanamke mpambanaji mwenye bidii, ambaye ni mcha Mungu, ambaye si mlegevu, ambaye anamwabudu Mungu. Anamtaka mwanamke mwenye kuatamia madhabahu, ndiye ambaye anamtaka huyu mwanamke. Nimempenda huyu mtumishi wa Ibrahimu, akaheshimu na akaona ili aweze kutimiza haya, naye akamwomba Mungu ili Mungu aweze kutimiza ndoto ambayo ni shauku ya baba, ili mwanaye ampate mwanamke asiyeabudu miungu, bali mwanamke anayemwabudu Mungu muumba mbingu na nchi, aliye asili ya ndoa. Nimempenda huyu mtumishi wa ndani, ni mcha Mungu, na anapoanza safari amefika alipofika, anaangamia na watenda kazi wengine vile wengine watu wanapojiandaa kuoa na kuolewa, ya mtu ana vigezo vya kwake. Mwingine ataweka vigezo au mnene au mwembamba au mrefu au na nyeza pilipili ama hivi na vile, yani anaweka anavyoweka. Lakini mwingine anasema Mungu nipe mwenzi ambaye atakuwa mzigo katika huduma ambayo Mungu amenipa. Kila mmoja anataja anavyoweza akataja. Huyu mtumishi yeye ataweka kigezo, na mpateje huyu mtakayeomba maji na akanipa mimi na akaipa na mifugo, huyo ndiye ambaye Bwana ambaye amemkusudia. Na Mungu ajibuye, nimebarikiwa kwamba na akajibu maombi, akamvuta Rebeka kuja kuchota maji. Ni maombi yatendayo kazi. Kanisa la Mungu maarusi, Mungu atupe neema kuendelea kutembea katika maombi,
ambayo hayana ukuta, hayana bandari, hayana kizuizi, yanatenda kile Mungu anakusudia kutenda. Mungu atuwezeshe kutembea katika kumwomba Mungu katika mahitaji yetu. Maana huyu mtumishi wa ndani akaona yeye maelekezo hawezi kutekeleza, akamwomba Mungu. Mungu akamvuta Rebeka na Rebeka akaja. Anapokuja kuchota maji, nimebarikiwa na moyo wa Rebeka alipoombwa maji, na anasema sikupi wewe tu, mtaita na mifugo na ngamia. Wataalamu wa wanyama, kuna mtaalamu mmoja ameandika kwamba ngamia akiwa na kiu ana uwezo kunywa lita 95. Sasa na wale ngamia walikuwa 10, lakini wachambuzi wanasema hawakuwa na kiu ya kutosha, ila ngamia aliye na kiu ana uwezo wa kunywa maji lita 95, ngamia mmoja. Sasa fikiri binti wa watu anatembea katika nguvu ile ya ng'ombe, inamlazimisha hata kujua ama pasipokujua kwamba hata ngamia nitawapa maji. Lakini nachokipenda kwa huyu mtumishi wa Mungu Rebeka, manake ana moyo wa ukarimu, ana moyo wa utumishi, ana moyo wa uwajibikaji. Ninaamini na maombi hayo ndio ambayo na Mungu anayemtumikia mtumishi wa Mungu Mahendo amempata mwanamke si mwingine bali ni Upendo Anyimike Kibona, ambaye ni mwanamke mcha Mungu, mwanamke wa madhabahuni, na sio mwanamke anaabudu Mungu, na ni mtumishi ambaye alikuwa madhabahuni na anatumika madhabahuni na amekuta madhabahuni na anaenda madhabahuni na Mungu wa madhabahu ndiye amemwita. Kama Bwana aishivyo, mwanamke asiabudu Mungu. Na leo huyu dada ambaye angeungana na Hana katika ile Samueli wa kwanza 2:1-10, lamkini angelikiri, angefika. Huyu ndiye Mungu anayetoa watu toka jani, anayeketisha pamoja na wakuu. Huyu ndiye Mungu anayefukarisha na anayetajirisha. Huyu ndiye Mungu. Dada Upendo Anyimike Kibona, Mungu aliyekuita toka madhabahuni ili uende madhabahuni. Mungu endelee kukushikilia, uendelee kwa ni mama wa madhabahuni, ambaye ni mama ambaye taa yako haitazimika, ambaye utaendelea kuipenda wakati ujao pamoja na Bwana. Kwa nini? Maana wewe ni mtu wa madhabahuni. Kwa hiyo mtumishi wa Bwana hajakosea, kama ambavyo huyu Isaka na akafarijika. Mungu akujalie neema. Mtumishi wa Mungu Upendo Anyimike Kibona, ukaendelea kuwa faraja katika malango ya mtumishi wa Mungu huyu Emmanuel Peter Mahendo. Mungu akujalie neema. Nimebarikiwa kuona kwamba huyu binti anapewa nafasi pamoja na uwajibikaji wake, lakini ni moyo wa ukarimu uliojaa kwake. Hata huyu mtumishi alipobarikiwa na huduma hii, wewe ni mtoto wa nani? Kwenu kukoje? Na anaeleza vile ambavyo anasema nafasi ipo pia kwako tu, hata ya mifugo nayo ipo, na si ya mifugo tu, hata ya hao walioongozana nao. Mungu aendelee kutujalia moyo wa ukarimu, moyo wa upendo. Mungu atuondolee moyo wa uchoyo. Sisi sote Mungu atujalie moyo wa kukarimu watu. Ana huyu Rebeka tunauona moyo na kufundisha kwamba moyo wa ukarimu. Maana anasema kuna nafasi ya kwako na mifugo na hao walioongozana nao. Mungu atuwezeshe sisi sote kupitia Mahendo na dada Kibona
tunakumbushwa Mungu aweze kutuwezesha moyo wa upendo na ukarimu, atuondolee moyo wa uchoyo. Huyu Isaka anapooa ana miaka 40 na alikuwa amekaa miaka 3 ambayo amevumilia katika hali ambayo mamake mzazi alikuwa faraja. Amekaa miaka 3 mamake hayupo. Huyu Isaka amekaa miaka 20 kuvumilia huyu mwenzi wake kuja kupata uzao. Mchungaji Mahembo, Mungu awajalieni moyo wa uvumilivu, moyo wa kuchukuliana. Kama kuna kitu kitaenda tofauti na mlivyotaraji, Mungu ajibue kwa maombi, atawajibu katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Si kitu rahisi. Miaka 20 mtu unavumilia kitu, si kitu rahisi. Lakini Isaka alipoona tumbo la mke wake halijibu mapigo, akaenda mbele za Bwana mtengeneza mapigo, ili ngoma ikipigwa ngoma ikubali. Na alipofanya namna hiyo, na kweli ngoma ikakubali mdundo na step ikakubalika. Niwatakie baraka za Bwana, ili Mungu ajibue kwa moto, ili mtakapopiga mapigo na mdundo utakubalike, na Bwana akajibu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Kwa nini? Ndiye Mungu mtoshelezi, aliyewatosheleza harusi ya Bwana. Wewe Mchungaji Mahembo, Mungu awatosheleze, Mungu awashibishe. Nimebarikiwa kuona wazazi wakamtakia baraka binti kwamba na uzao na ukae na uzao. Mpendo, tunakutakia baraka hata kunyonyesha katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Na tumbo lako maana imeandikwa hapatakuwepo tasa wala mwenye kuharibu mimba ikiwa kwenye madhabahu hii. Mpendo, ajibike kupona na usiwe tasa, pata kunyonyesha na mimba isiharibike katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Mkutano wote huu unawatakia baraka. Mungu abariki chakula mtakachokula. Mungu abariki maji mtakayokunywa. Mungu awaondolee magonjwa yote. Mungu awape kicheko katika jina la Yesu Kristo. Mungu awape kuchukuliana. Mungu awashibishe na kila inukae kuwa adui yenu na adui ya Mungu, maana ni Mungu ameyafanya haya. Nimebarikiwa kuona kwamba Rebeka akamfariji Isaka na Isaka akafarijika. Na hata wakati maeneo mengine mambo yamekaa vibaya, Isaka akamfariji Rebeka, maana alimnyanyua madhabahuni kwa Bwana. Kwa hiyo tupo katika hali ya kubebana. Siku moja nilisoma Wakolosai 3:12 hadi 16, sema sasa kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, mshikeni moyo wa upendo, moyo wa rehema, mkichukuliana na kusameheana, mtu akiwa na sababu ya kulaumu mwenzake, kama vile Bwana alivyowasamehe ninyi, nanyi vivyo hivyo mpate kusameheana. Na neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu. Lakini kitu kubwa ambayo tulibariki kwamba hayo ndio mlioitiwa katika mwili mmoja. Wote wapate baraka za Mungu. Kalisheni neno la Mungu, anaweza kutushibisha, anaweza kutulinda, anaweza katika kila tunachohitaji, na Mungu awape kila mema katika jina la Yesu. Amen.